Naitwa Ilyasa Pakacha Haji, ni mkurugenzi mipango, sera na utafiti kutoka ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Siku ya leo tupo hapa katika eneo la msitu wa hifadhi Masingini kwa ajili ya kuendelea na zoezi la upandaji wa miti ya aina mbalimbali ikiwemo miti ya matunda na misitu. Lengo ni kuendelea kuhifadhi mazingira, lakini kama ambavyo mnafahamu, serikali kupitia ofisi ya makamu wa kwanza wa rais pamoja na Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji na Mifugo inaendelea kutekeleza programu hii kwa kushirikiana kwa karibu zaidi, lengo ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda, kuhifadhi na kupanda miti ya aina mbalimbali hapa kwetu Zanzibar. Aidha, programu hii ya utekelezaji wa upandaji wa miti ni sehemu kubwa sana ya mkakati wa kuirejesha Zanzibar ya kijani katika kuhakikisha kwamba tunapanda miti ya aina mbalimbali, kuitunza, lakini pia kuimarisha ile uhalisia au historia ya kijani ambayo ilikuwepo hapa kwetu Zanzibar. Vile vile niseme kwamba zoezi hili la upandaji wa miti katika msimu huu ni mkakati maalum ambao wizara zetu mbili hizi zimekuja nazo, ambapo makadirio ni kupanda miti isiyopungua miti 300,000, licha ya kwamba kwa sasa sina takwimu halisia ambapo tumeweza kupanda, lakini naweza kusema zaidi ya miti 100,000 tumeweza kuipanda katika maeneo mbalimbali tangu ziweze kuanza mvua za msimu huu. Lakini kwa sababu zoezi hili limeingia katika wiki ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, na sisi tumeona kwamba ni kipindi sahihi za kuongeza kasi ya kuendelea kupanda miti katika maeneo mbalimbali katika kutekeleza na kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Kama ambavyo tunafahamu, kila ifikapo tarehe 5 mwezi wa 6 dunia huwa inaadhimisha siku ya mazingira duniani, ambapo shughuli mbalimbali huwa zinafanyika zikiwemo shughuli za usafi, shughuli za upandaji wa misitu, lakini pia kuhamasisha jamii juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kuhakikisha kwamba yote hayo yanakuja kwenda sambamba na kupunguza yale matumizi yasiyo sahihi ya matumizi ya nishati ambayo haikubaliki au nishati sio safi katika matumizi ya shughuli za kibinadamu. Jina langu naitwa Abbas Juma Mzee, ni kaimu mkurugenzi idara ya misitu. Na furaha kubwa leo kuwepo hapa katika kuendeleza wiki ya siku ya mazingira duniani. Leo tupo katika msitu wa Masingini tukiwaunga mkono wenzetu wa makamu wa kwanza wa rais katika juma hili la sherehe hizi za kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Tunafahamu kwamba kila ifikapo tarehe 5 basi dunia inashereheka katika kuona kwamba mazingira ya dunia yetu yanaimarika na yanakuwa vyema kwa faida ya sisi tuliowepo sasa hivi, lakini pamoja na vizazi vijavyo. Katika kutekeleza hilo, idara ya misitu imeamua kupanda miti katika eneo lake hili la msitu wa hifadhi wa Masingini, Dole Masingini, na tunatarajia kupanda zaidi ya miti 1,500 leo hii ili kuona kwamba miti hiyo itasaidia katika kutekeleza aidha kurejesha kijani wa Zanzibar, lakini kubwa zaidi ni kuweza kutunza mazingira ya Zanzibar kwa ujumla. Jina langu naitwa Othman Rashid Khamis, mwanajamii na mjumbe wa kamati ya uhifadhi wa msitu. Moja kati ya jambo ambalo ni la kufurahisha na la kupendezesha kabisa ni kuhakikisha kwamba msitu wetu unabakia salama kwa ajili ya matumizi yetu ya kutusaidia kuhifadhi vyanzio vya maji na vitu vingine katika msitu huu. Vile vile ni eneo ambalo kihistoria ni asilia, ambalo lina maporomoko ya asilia pasipo, mpaka sasa tuzidi kujitahidi kuyalinda pasipo kuharibiwa. Na upandaji wa miti huu umetupa faraja sana na tumefurahia sana kuonesha kwamba
tuna lengo la kuwekeza eneo letu pasipo kupoteza mwelekeo katika uoto uliokuwepo wa asili na ule ambao kwamba tunauendeleza kwa sasa. Hilo ndio ilikuwa ni busara kubwa sana, lakini vinginevyo ambavyo kwa ni vya kufurahisha, tupo katika ile hali ya kuadhimisha mazingira duniani, yakiwepo kesho Jumatano. Nafikiri ni jambo muhimu sana kutokana na hili linalofanyika. Kwa hiyo umuhimu kwa wananchi ni kuwaomba waachane na masuala ya uharibifu wa eneo hili la msitu kwa ajili ya matumizi binafsi. Kwa mfano ukataji kuni, uangushaji miti hovyo kwa ajili tu ya kujipatia maslahi ya kimaisha ambayo wanahisi wao ni msaada wao. Msitu ni msaada wetu sote. Ni lazima tujitahidi kuulinda kwa wote. Uweze kutusaidia katika maisha yetu. Asanteni sana.